أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Allah awe msaidizi wake anasema, leo nitawazungumzia masahaba wa Badr, lakini awali ya yote nataka kutoa ufafanuzi mmoja. Hutuba mbili kabla, habari za Muaz bin Jabal zilikuwa zimeelezwa, zilizokuwa na riwaya moja ya Musnad Ahmad bin Hanbal ikisema kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema ya kwamba hivi karibuni mtahamia upande wa Syria, nayo itatekwa na mikono yenu, lakini huko ugonjwa wa vidonda na majipu utawakamateni, ambao utamshika mtu kwa mguu wa ngazi. Tafsiri yake iliyokuwa ikielezwa haikuwa sawa, hivyo naieleza tena kwa tafsiri iliyo sahihi. Imesimuliwa na Ismail bin Ubaidullah ya kwamba Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu alisema ya kwamba nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ya kuwa nyinyi mtahamia upande wa Syria, nayo itatekwa kwa ajili yenu. Huko ugonjwa mmoja utazuka kati yenu, ambao utafanana na kidonda au kitu fulani chenye kukata vikali, nao utazihiri katika sehemu ya chini ya kitovu cha mtu. Sasa tafsiri hiyo kwamba utamkamata kwa mguu wa ngazi ni tafsiri ya maneno mengine, na tafsiri sahihi ndiyo hii kwamba huo utazihiri katika sehemu ya chini ya mtu, kama ambavyo kidonda kinavyotoka kwenye sehemu ya chini ya kitovu juu ya mguu. Na akasema kwamba kwa kupitia ugonjwa huo Mwenyezi Mungu atawajalia watu kifo cha kishahidi na atatakasa matendo yao. Kisha Muaz akafanya maombi kwamba, ewe Allah, ikiwa unajua kwamba Muaz bin Jabal amelisikia hilo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi umjalie na uwajalie ahli zake sehemu yake ya kutosha. Hapo wote wakaambukizwa na tauni hadi wakafa wote. Kidonda cha tauni kikatoka juu ya kidole chake cha shahada. Ye akasema, sitafurahia kamwe kwamba badala yake nipatiwe ngamia wekundu. Hilo ni sahihisho lake. Hutuba inayochapishwa katika Al-Fazl, usahihi wake umefanywa humo. Nikaona ni vyema niueleze mbele yenu. Sasa habari zilizokuwa zikitajwa zilikuwa kuhusu Abdullah bin Amr. Naanza kuzieleza tena. Jabir bin Abdullah anasimulia, siku ya Uhud baba yangu aliletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na hali kwamba viungo vya mwili wake, hasa masikio na pua, vilikuwa vimekatwa.
maiti yake ikawekwa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Nikajaribu kuondoa kitambaa kutoka uso wake, watu wakanizuia kufanya hivyo. Kisha watu wakasikia sauti ya mama mmoja aliyekuwa akilia. Mtu fulani akasema huyo ni binti wa Abdullah bin Amr ambaye jina lake lilikuwa Fatuma binti Amr. Pia inasemwa kwamba huyo alikuwa dada yake Abdullah bin Amr. Hapo mtume sallallahu akasema, usilie kwani malaika wamemfunika kwa mabawa yao. Sawa na riwaya nyingine, Jabir bin Abdullah anaeleza kwamba siku ya Uhud baba yangu alipoletwa, shangazi yangu akaanza kulia juu yake, mimi pia nikaanza kulia, watu wakanizuia, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam hakunikataza. Kisha mtume sallallahu akasema, nyinyi msilie juu yake au mulie, wallahi malaika walikuwa wamemfunika kwa mabawa yao hadi mkamzika. Kuhusiana na sala ya jeneza ya mashahidi wa vita ya Uhud, zipo rai mbalimbali na zina hitilafu. Katika riwaya ya Sahih Bukhari, Jabir bin Abdullah anasimulia mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwasitiri mashahidi wawili katika kitambaa kimoja. Kisha alikuwa akiuliza kwamba kati ya hawa ni nani aliyekuwa na ujuzi zaidi wa Qur'ani tukufu, na alipokuwa akiambiwa kuhusu mmoja wao, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa amri ya kumweka kwanza katika mwanandani na kusema kwamba siku ya kiyama mimi nitakuwa shahidi wao, na alikuwa akitoa amri kwamba wazikwe pamoja na damu yao, yani hawakuoshwa wala kusaliwa. Katika riwaya nyingine ya Bukhari, Uqba bin Amir anasema kwamba siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja na akasali sala ya jeneza ya mashahidi wa vita ya Uhud. Katika riwaya nyingine ya Bukhari imeandikwa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akasali sala ya jeneza ya mashahidi wa Uhud baada ya miaka 8. Imebainishwa katika Sunan Ibn Majah. Hati Ibn Abbas anasimulia mashahidi wa vita ya Uhud waliletwa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisali jeneza ya mashahidi 10 na maiti Hamza ilikuwa ikibaki karibu yake, ilhali wengine walikuwa wakichukuliwa. Sawa na Sunan Abu Daud, Anas bin Malik anasimulia mashahidi wa vita ya Uhud hawakuoshwa na wakazikwa pamoja na majeraha yao na hawakusaliwa. Katika riwaya nyingine ya Sunan Abu Daud imeelezwa hivi, Anas anasimulia mtume sallallahu alaihi wasallam hakusali sala ya jeneza ya shahidi yeyote isipokuwa Hamza. Katika riwaya moja ya Sunan Tirmidhi, Anas bin Malik anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hakusali sala ya jeneza ya mashahidi wa vita ya Uhud. Imeandikwa katika Sirat Ibn Hisham na Sirat Halbia kwamba jinsi mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosalisha sala ya jeneza ya mashahidi wa Uhud ni kwamba kwanza kabisa akasalisha sala ya jeneza ya Hamza, na katika sala ya jeneza akapiga takbiri 7. Sawa na Sirat Halbia akasoma takbiri 4. Kisha mashahidi wengine wakaletwa mmoja mmoja, na kila mmoja wao alikuwa akiwekwa karibu na maiti ya Hamza, na mtume alikuwa akisalisha sala ya jeneza ya wote wawili, na hivyo kila shahidi akasaliwa mara moja moja, na Hamza akasaliwa mara 72, na sawa na rai nyingine akasaliwa mara 92. Kwenye kitabu cha sira kitwacho Dalal an-Nubuwa imeandikwa kwamba karibu na maiti Hamza mashahidi 9 walikuwa wakiletwa kwa pamoja na walikuwa wakisaliwa, kisha walikuwa wakichukuliwa na kuletwa 9 wengine, na kwa njia hiyo wote wakasaliwa. Na kwa kila mara mtume akasoma takbiri 7 katika sala ya jeneza. Katika Sirat Halbia na Dalal an-Nubuwa hadithi zinazozungumzia sala ya jeneza ya mashahidi wa vita ya Uhud zimejadiliwa,
na katika vitabu hivi vyote riwaya ya Jabir bin Abdullah isemayo kwamba mtume akatoa amri ya kuwazika mashahidi wa Uhud katika majeraha yao na maiti zao hazikuoshwa na sala yao haikusaliwa imechukuliwa kama riwaya imara. hata Imam Shafi anasimulia kwamba kutokana na riwaya mbalimbali jambo hili linathibitika kwamba mtume hakusali sala ya jeneza ya mashahidi wa Uhud, na riwaya zisemazo kwamba mtume alikuwa akisali na katika jeneza ya Hamza alikuwa akisoma takbiri 7, jambo hilo haliko sawa. Ama kuhusiana na riwaya ya Uqba bin Amir isemayo kwamba baada ya miaka 8 mtume alikuwa akisali jeneza ya mashahidi hawa, basi riwaya hiyo inasema kwamba tukio hilo ni la baada ya miaka 8, kama nisemavyo kwamba mijadala mirefu imefanywa juu yake. Imam Bukhari ameunda mlango mmoja kwa jina la babu salat ala shahid, yani kuhusiana na kuswali sala ya jeneza ya mashahidi, na chini yake ameleta hadisi 2 tu. Chini ya mlango huo ameleta hadisi 2. Hadisi ya kwanza iliyosimuliwa na Jabir bin Abdullah isemayo kwamba mashahidi wa vita ya Uhud hawakuoshwa wala hawakusaliwa, ila hali hadisi ya pili imesimuliwa na Uqba bin Amir inayosema kwamba ana nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam kharaja yawman fasalla ala ahli Uhud salatahu ala almayyit. Siku moja mtume alitoka na akasali juu ya mashahidi wa Uhud, na hiyo ni hadisi ya Bukhari. Katika vita ya Uhud sahaba huyo anasema kwamba salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qatla Uhud baada 8 sinina kal muwaddi bil akhi al ahyai wal amwat, yani mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasalia mashahidi wa Uhud baada ya miaka 8 kama wanavyoagwa watu walio hai au wenye kufa. Vivyo hivyo Alama Ibn Hajar Asqalani anasema kwamba muradi wa Imam Shafi'i ndio huu ya kwamba muda mrefu ukipita juu ya kifo cha mtu haisaliwi jeneza juu ya kaburi lake. Sawa na rai ya Imam Shafi'i, mtume sallallahu alaihi wasallam alipojua kwamba muda wake wa kuaga dunia ukaribu, hapo akawaendea mashahidi hawa juu ya makaburi yao na akiwaaga akawaombea dua ya maghfira. Mirza Bashir Ahmad Sahib akieleza habari za kukafiniwa na kuzikwa kwa mashahidi wa Uhud anaandika katika Sirat Khatam an-Nabiyyin, baada ya kukusanya maiti shughuli ya kuzikafini ikaanza. Mtume akasema kwamba nguo za mashahidi zibaki juu yao kama zilivyo na mashahidi wasioshwe, isipokuwa ikiwa kuna mtu ambaye ana kitambaa cha ziada basi akifunike juu ya nguo zao. Wakati huo hata sala ya jeneza haikusaliwa, hivyo mashahidi wakazikwa bila kuoshwa na bila kusaliwa, na kikawaida katika kitambaa kimoja masahaba wawili wakakafiniwa na wakazikwa katika kaburi moja. Sahaba mwenye ujuzi zaidi wa Qur'ani tukufu sawa na amri ya mtume alikuwa anawekwa kwanza katika mwanandani, kisha anaandika kwamba ijapokuwa sala ya jeneza wakati ule haikusaliwa, lakini baadaye wakati wa zama ya kifo chake mtume sallallahu alaihi wasallam akasali sala ya jeneza ya mashahidi wa Uhud. Mia Sahib amepiga hisabu kutoka historia mbalimbali sala ilisaliwa au ikafanywa dua, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam kwa uchungu mkubwa akawasalia na kuwaombea dua. Huenda atakuwa amewaombea kama imetajwa hapo juu, atakuwa amewaombea akisimama karibu na makaburi yao kwa uchungu mkubwa. Jabir bin Abdullah anasimulia, baada ya vita ya Uhud miezi 6 ilipopita, nilichimba kaburi kwa ajili ya baba yangu ili azikwe humo. Hapo sikuona mabadiliko yoyote katika mwili wake isipokuwa nywele chache za ndevu zilizokuwa zimegusa ardhi. Katika riwaya nyingine inasemwa kwamba Jabir bin Abdullah anasimulia
wakati wa vita ya Uhud watu wawili walizikwa katika kaburi moja, na pamoja na baba yangu sahaba moja akazikwa. Miezi 6 ikapita juu yake, moyo wangu ukatamani kwamba ni mziki katika kaburi jingine akiwa peke yake. Hivyo nikamtoa nje ya kaburi, nikaona kwamba udongo ulikuwa haukumletea athari yoyote isipokuwa kidogo tu kwenye nyama yake. Miaka 46 baada ya vita ya Uhud, Amir Muawiya akafanya mpango wa kuchimba mto mmoja katika zama ya ukhalifa wake, ambao maji yake yakaingia katika makaburi ya masahaba wa Uhud na yakaingia katika kaburi la Abdullah bin Amr na Amr bin Jamu. Walipofukua kaburi lao wakaziona shuka mbili zikiwafunika, na msimuliaji anasema kwamba kulikuwa na jeraha juu ya uso wake na mkono wake ulikuwa juu ya jeraha lake, na kisha maelezo yaliyo mbele yake huwa na yaeleza tu, lakini sio lazima kwamba moyo urizike nayo, kwani baadhi ya vitabu vya historia vinasema hivi na wasomi wanavisoma vile vile, ndiyo maana nayaeleza hapa. Lakini inawezekana kwamba yametiwa chumvi. Yeye anasema kwamba mkono ulipotolewa kutoka jeraha lake, damu ikatoka. Ni jambo lisilowezekana. Mkono wake ukawekwa tena juu ya jeraha lake, kisha damu ikasimama. Riwaya za aina hiyo zinakuja katikati ambazo zinahitaji uchunguzi zaidi. Jabir bin Abdullah anasema, nikamwona baba yangu katika kaburi, nikahisi kana kwamba amelala, ilhali baada ya miezi 6 alipokuwa amemtoa nje, anasema kwamba kulikuwa na mabadiliko katika neema yake. Sasa baada ya kupita miaka 46, hilo haliwezekani kwamba asipate athari yoyote na kubaki mifupa tu, kwani hiyo ni kanuni ya Mwenyezi Mungu. Jabir bin Abdullah anasimulia, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikutana nami akasema, ewe Jabir, kuna nini? Naona una huzuni. Nikasema, ewe Mtume wa Allah, baba yangu aliuawa shahidi katika vita ya Uhud na akaacha madeni na watoto nyuma yake. Mtume akasema, je, nisikupe habari njema kwamba Allah amekutana na babako? Nikasema, naam ewe Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Huzur akasema kwamba Allah hakuongea na yeyote isipokuwa akiwa nyuma ya pazia, lakini Allah akamfufua babako kisha akaongea naye ana kwa ana, na akasema kwamba ewe mja wangu, niombee ili nikupe. Ye akasema, ewe Mola wangu, nihuishe tena ili niuawe tena katika njia yako. Riwaya moja inasema kwamba wakati huo hata Abdullah akasema, ewe Mola wangu, sikutimiza haki ya ibada yako, natamani kwamba unirudishe tena duniani ili nikiwa pamoja na nabii wako nipigane katika njia yako na niuawe tena katika njia yako. Hapo Mungu akasema, nimeshaamua tayari kwamba anayekufa hatarudishwa duniani kwa mara ya tena. Hata Abdullah bin Amr akamwomba Allah kwamba, ewe Mola wangu, wafikishie habari hiyo wale waliobaki nyuma yangu. Hapo Mwenyezi Mungu akaitimisha aya hii kwamba, wala tasabanna lazina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Wala usiwazani wale waliouawa katika njia ya Mungu ni wafu, sio, wako hai mbele ya Mola wao wakiwa wanaruzukiwa vizuri. Aya hii nimeshaieleza hapo kabla. Hazrat Khalifatul Masih Sani, Hazrat Khalifatul Masih Inne rahimahullah taala, kabla ya ukhalifa wake alikuwa ametoa hutuba moja, na katika hutuba ile alikuwa akieleza kuhusu tukio hilo, akisema kwamba tukio hilo limejawa na uzuri wa namna zote, na kile tunapolisoma linatuonesha rangi mbalimbali, na pamoja na mambo mengine tunapata kuelewa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda wote alikuwa na mawasiliano na Mola wake. Upande mmoja alikuwa akiwahurumia maswahaba zake, na upande wa pili moyo wake ulikuwa ukiungana na Mola wake. Dhati yake ambaye katika hali ya amani aliendelea kubaki katika hali ya thumma dana fatadalla, katika hali ya vita
pia hakutengana naye hata kidogo. Jicho moja lilikuwa likisimamia uwanja wa vita, ilhali la pili lilikuwa likijituma katika kushuhudia uzuri wa kipenzi chake. Kwa rehema, sikio moja lilikuwa likiinama upande wa masahaba, ilhali sikio lake la pili lilikuwa likisikia maongezi matamu ya Mola wake. Mkono wake ulikuwa ukijishughulisha, ilhali moyo wake ulikuwa ukimkumbuka mpendo wake. Mtume alikuwa akiwapa moyo masahaba na Mungu alikuwa amempa moyo. Kwa hakika, kwa kutoa habari ya hali ya moyo wa Abdullah bin Amr, Mwenyezi Mungu alikuwa anampatia ujumbe huu kwamba ewe mwenye kunipenda zaidi kuliko wote kutoka dunia hii, na kwa sababu ya wazo lako maswahaba zako pia wamekosa utulivu kwa sababu yako, na wamehuzunika kwa sababu ya kukuacha kwako katika uwanja wa vita, na hawana tamaa ya kupata pepo yao ndiyo hii kwamba wakatwe mara kwa mara na panga kali, lakini wabaki pamoja nawe na wabaki pamoja nawe na wabaki pamoja nawe. Abdullah bin Jabir bin Abdullah anasimulia kwamba Abdullah bin Amr alipofariki dunia alikuwa anadaiwa, nilimwomba Mtume msaada kwamba yeye awafahamishe wakopeshaji wake kwamba wampunguzie kidogo. Mtume sallallahu akawaambia, lakini wao hawakupunguza chochote. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaniambia kwamba nenda ukazitenganishe aina zote za tende za ajwa uziweke pembeni, na tende za Izk bin Zaid uziweke pembeni, kisha nitumie ujumbe. Hivyo nikafanya hivyo na nikamtumia Mtume sallallahu alaihi wasallam ujumbe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja na akakaa karibu na zile tende, kisha akasema kwamba wapimie hawa. Hapo nikawapimia hadi nikawapatia haki yao kamili, hadi kwa kiasi fulani tende zikabaki kwangu. Abdullah bin Amr aliacha nyuma yake mwana wake Jabir na mabinti 6, na sawa na riwaya moja ya Bukhari alikuwa ameacha mabinti 7 au alikuwa amewaacha mabinti 9 nyuma yake. Sasa sahaba anayefuata ni Hazrat Abu Dajana. Simak bin Kharasha. Abu Dajana alitokana na tawi la Banu Saida la kabila la Khazraj la Ansar. Jina la baba yake lilikuwa Kharsha. Wengine wanasema kwamba alikuwa Aus na Kharsha alikuwa babu yake. Jina la mama yake lilikuwa Hazma binti Harmala. Yeye alikuwa akijulikana zaidi kwa kunia yake Abu Dajana. Alikuwa na mwana mmoja aitwaye Khalid, ambaye mama yake alikuwa Amina binti Amr. Utba bin Ghazwan alipohama Makka na kufika Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka udugu baina yake na baina ya Abu Dajana. Abu Dajana alishiriki katika vita ya Badr, Uhud na vita vingine pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Dajana alikuwa miongoni mwa maswahaba wakubwa wa Ansar, na katika vita alikuwa na umuhimu wake mkubwa. Katika vita mbalimbali Abu Dajana alikuwa akionyesha ushujaa wake mkubwa, na alikuwa mpanda farasi mahiri. Alikuwa na kitambaa chekundu ambacho alikuwa akikifunga kichwani katika vita. Kila alipokuwa akifunga kile kitambaa chekundu, watu walikuwa wakijua kwamba sasa yuko tayari kwa ajili ya vita. Abu Dajana alikuwa miongoni mwa washujaa wakubwa. Muhammad bin Ibrahim anasimulia kutoka kwa baba yake kwamba Abu Dajana kwa sababu ya kilemba chekundu alikuwa akitambuliwa vitani, na katika vita ya Badr hicho kilikuwa juu ya kichwa chake. Muhammad bin Amir anasema hata Abu Dajana alishiriki katika vita ya Uhud na akasimama kidete pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam na akafanya bayati ya kujitolea uhai wake. Siku ya Uhud Abu Dajana na Musa bin Umair wakamlinda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Dajana akajeruhiwa vibaya, na siku ile Musa bin Umair akauawa shahidi.
hat anas anasimulia kwamba siku ya Uhud mtume sallallahu alaihi wasallam alishika upanga mmoja na akasema, man yakhudhu minni haza, nani atauchukua kutoka kwangu? Wote wakanyosha mikono yao na kusema kwamba mimi. Kisha mtume akasema, faman yakhudhu bihaqihi, nani atauchukua kwa haki yake? hat anas anasema hapo watu wakajizuia. Simak bin Kharasha akasema, mimi nauchukua kwa haki yake. Ye akauchukua na akakata vichwa vya makafiri. Hiyo ni hadithi ya Muslim. Katika riwaya nyingine inasemwa kwamba hata Abu Dujana akamuuliza mtume kwamba upanga huo una haki gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, usimue muislamu na upanga huo, na ukiwa na upanga huo usimkimbie kafiri, yani usimame kidete. Hata Abu Dujana akasema kwamba na uchukua pamoja na kutekeleza haki yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipompatia upanga huo, ye akakata vichwa vya makafiri na upanga huo. Wakati huo akasoma shairi hii, ana lazi ahadani khalili wa nahnu bisafi ladan nakhil, alla aquma dahra fil qayul azrib bisayfillahi war rasul. Mimi ni yule ambaye rafiki yangu amechukua ahadi, ilhali tulikuwa katika eneo la Safa karibu na mitende, na ahadi yenyewe ndiyo hii kwamba nisisimame katika safu za nyuma za jeshi, na kwa upanga wa mtume na Allah nipigane na maadui. Hata Abu Dujana akaanza kutembea kwa ufahari katika safu za jeshi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba inna hazihi mishyatun yubghizuha Allahu azza wa jalla illa fi hadha almuqam, haya ni matembezi ambayo Mungu hayapendi isipokuwa katika vita. Zubair bin Awam anasema kwamba siku ya Uhud mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa upanga mmoja na akasema kwamba man yakhudhu hadha sayf bihaqqihi, nani atauchukua upanga huo na haki yake? Zubair anasema, mimi nikasimama na kusema kwamba ewe mtume wa Allah, mimi niko tayari. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakunijibu na akasema tena, nani atauchukua kwa haki yake? Nikasema, ewe mtume wa Allah, mimi. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam hakunijibu na akasema, nani atauchukua kwa haki yake? Hata Abu Dujana Simak bin Kharasha akasimama na kusema, ewe mtume wa Allah, mimi nauchukua kwa haki yake. Na haki yake ni nini? Mtume akasema, usiutumie kwa ajili ya kumuua Muislam, na ukiwa na upanga huo usimkimbie kafiri yeyote, bali upigane naye vizuri. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia upanga Abu Dujana, na Abu Dujana alikuwa na hali hii kwamba alipokuwa akinuia kupigana vita alikuwa akifunga kitambaa chekundu juu ya kichwa chake. Zubair anasema, nikasema moyoni kwamba leo nitaona kwamba kwa njia gani huyo anatimiza haki ya upanga huo. Zubair anasema, adui yeyote aliyekuja mbele ya Abu Dujana akamua na akasonga mbele hadi kufikia wanawake wao waliokuwa wakipiga dufu pembeni mwa mlima, na mmoja wao alikuwa akisoma shairi ambayo tafsiri yake ni kwamba, sisi ni mabinti ya nyota ya asubuhi tutembeao juu ya mawingu, ikiwa mtasonga mbele tutawakumbatieni na kuweka mito kwa ajili ya kuketi kwenu, na endapo mkigeuka nyuma basi tutawaacheni, na kisha hakutakuwa na uhusiano wowote wa mapenzi baina yetu. Zubair anasema, nikamwona Abu Dujana akiinua mkono wake kwa ajili ya kumshambulia mama mmoja, kisha akajizuia. Vita ilipokwisha nikamuuliza sababu yake. Nikasema, ulikuwa umemtaka kumshambulia mama kisha ukajizuia, sababu zake ni nini? Yeye akasema, wallahi nikaheshimu upanga wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba nisimue mwanamke yeyote na upanga huo, na ndiyo maana nikajizuia. Sawa na riwaya moja, mama huyo alikuwa Hind, mke wa Abu Sufyan, ambaye pamoja na kina mama wengine alikuwa akiimba shairi. Hata Abu Dujana aliponyosha
upanga juu yake, ye akapiga kelele kwa ajili ya msaada, lakini hakuna aliyejitokeza kwa ajili ya msaada wake. hata Abu Dujana akajizuia na akarejea. Zubair alipomuuliza sababu yake akasema, sikupendelea kumua mwanamke na upanga wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye hakuwa na msaidizi wake yeyote. Mirza Bashir Ahmad Saheb akieleza tukio la Abu Dujana anasema katika Sirat Khataman Nabiyin kwamba katika mapigano ya awali makafiri wa Quraysh waliposhindwa vibaya, hapo wakapata ghadhabu na wakawavamia Waislam pia wakipiga takbiri wakasonga mbele na majeshi yote yakaanza kupigana. Aghalabu huu ni wakati ambapo Mtume akashika upanga wake mkononi na akasema, nani atatekeleza haki yake? Maswahaba wengi wakanyosha mikono yao. Miongoni mwa hawa hat Umar na Zubair na hat Abu Bakar na Ali pia walikwepo, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akajizuia na akaendelea kusema kwamba, je, yupo atimizaye haki yake? Mwishowe Abu Dujana Ansari akanyosha mkono wake na akasema, ya Rasulullah, nipatie mimi. Mtume akampatia. Abu Dujana akaushika na kwa ufahari akaelekea kwa makafiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia maswahaba zake kwamba Mungu hapendi matembezi haya, lakini katika hali hiyo anapenda. Zubair aliyekuwa ametamani kuchukua upanga wa Mtume, na kwa sababu ya uhusiano wake wa kifamilia alikuwa anaona kwamba ni haki yake, yeye hakujisikia vizuri, hivyo akaanza kufikiri kwamba sababu yake ni nini. Sasa ili niweze kujiondolea wasiwasi zangu, akaamua kwamba katika vita hii nitakuwa karibu na Abu Dujana ili nione kwamba anafanya nini na upanga huo. Zubair anasema Abu Dujana akafunga kitambaa chekundu juu ya kichwa chake, kisha akachukua upanga na akiimba nyimbo za kumhimidia Mungu akaingia katika safu za washirikina, na nikamwona popote aendapo alikuwa akisambaza mauti, na kila ajaye mbele yake hakusalimika hadi tafuta njia yake katika jeshi la makafiri. Akafikia kona nyingine ambapo kina mama wa Quraysh walikuwa wakisimama. Hind mke wa Abu Sufyan alikuwa akiwachochea wanaume wake, akaja mbele yake na Abu Dujana akanyosha upanga juu yake. Hind akapiga mayowe na akawaita watu wake kwa ajili ya msaada, lakini hakuna aliyejitokeza kwa ajili ya kumsaidia. Nikamwona Abu Dujana akajizuia tu na akarudi nyuma. Hapo nikamuuliza Abu Dujana kwamba sababu yake ni nini, kwamba ilikuwaje kwanza uliniosha upanga kisha ukajizuia. Yeye akasema, moyo wangu haukupendelea kuutumia upanga wa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya mwanamke asiyekuwa na msaidizi yeyote. Zubair anasema hapo nikaelewa kwamba kwa kweli haki ambayo Abu Dujana akaitekeleza ya upanga wa Mtume, huenda mimi nisingeweza kuitekeleza, na hapo ndipo moyo wangu ukaondolewa na wasiwasi. Hata Khalifatul Masih Thani radhiyallahu anhu amelieleza tukio hili kama hivi. Anasema katika vita ya Uhud Mtume alitoa upanga mmoja na akasema, upanga huo nitampatia yule ambaye ataahidi kutekeleza haki yake. Watu wengi wakajitokeza kwa ajili yake, lakini Mtume sasa akampatia Abu Dujana Ansari. Katika vita wanajeshi wa Makka walimshambulia Abu Dujana. Abu Dujana alikuwa akipigana nao, ndipo akamwona askari mmoja alikuwa akipigana kwa jazba. Abu Dujana akanyosha upanga wake na akamlenga, lakini akamwacha na kurejea nyuma. Rafiki yake mmoja akamuuliza kwamba kwa nini ukamwacha? Abu Dujana akasema kwamba nilipoelekea kwake ye akatamka matamshi fulani, hapo nikajua kwamba huyu ni mwanamke,
rafiki yake akasema, lakini hata hivyo mama huyo alikuwa akipigana vita katika jeshi lake, sasa kwa nini ukamwacha? Abu Dujana akasema, moyo wangu haukupendelea kwamba ni utumie upanga wa mtume juu ya mama aliye dhaifu. Muslim moja anasema, ilmuradi muda wote mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa mafunzo ya kuwaheshimu kina mama, na kwa sababu yake kina mama wa makafiri walikuwa wakijaribu kuwapatia waislamu hasara kwa ujasiri, lakini hata hivyo waislamu walikuwa wanavumilia mambo yote. Kuhusu Abu Dujana, Sir William Mayor anaandika kwamba mwanzoni mwa vita mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa upanga wake na akasema, nani atauchukua kwa haki yake? Umar na Zubair na maswahaba wengi wakapenda kuuchukua, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwapa. Mwishowe Abu Dujana akaomba, ndipo mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia, naye kwa upanga huo akaanza kukata vichwa vya makafiri. Kisha anaandika kwamba mbele ya mashambulizi makali ya Waislamu, jeshi la Maka likaanza kutawanika. Kwa mara kadhaa Makuraish wakajaribu kuwashambulia Waislamu kutoka nyuma yao, lakini kila mara kwa sababu ya wale warusha mishale 50 ambao walikuwa wameteuliwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, wakalazimika kurudi nyuma. Upande wa Waislam katika uwanja wa vita ya Uhud, ushujaa na ujasiri ukaonyeshwa ambao ulikuwa umeonyeshwa katika vita ya Badr. Safu za jeshi la Makka zilikuwa zikimalizika, Abu Dujana akiwa na ngao yake na kwa kufunga kitambaa chekundu juu ya kichwa chake alipokuwa akiwa shambulia, na kwa upanga huo ambao mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amempatia alikuwa akisambaza mauti kote kote. Hamza na Ali na Zubair, kila mmoja wao alikuwa akionyesha ushujaa wake, na kote kote waendako walikuwa wakiwamaliza maadui na makafiri, na walikuwa wanawamaliza kote kote. Huo ni msingi ambao juu yake washujaa wa ushindi wa Islam wa baadaye wakapata kulelewa. Hat Ibn Abbas anasimulia kwamba habari niliyoisoma hapo ni ya Sir Khatam an-Nabiyyin. Ibn Abbas anasema mtume sallallahu alaihi wasallam aliporejea kutoka Uhud, upanga wake akampatia binti yake Fatuma na akasema, binti yangu safisha damu yake. Ali pia akampatia upanga wake na akasema, huo pia uoshe. Wallahi leo upanga huo umenisaidia sana. Hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ikiwa wewe umetimiza haki ya mapigano, basi kwa yakini Sahal bin Hunayf na Abu Dujana pia wametekeleza haki yake. Katika riwaya moja, badala ya jina la Sahal bin Hunayf, jina la Harith bin Sima limetumika. Zaid bin Aslam anasema kwamba watu walimjia hata Abu Dujana ilhali yeye alikuwa mgonjwa, lakini uso wake ulikuwa uking'aa. Mtu fulani akamuuliza sababu zake. Abu Dujana akasema, yapo matendo mawili katika matendo yangu ambayo nayaona kwamba ni mazito sana. La kwanza, kwamba sisemi jambo ambalo sihusiki nalo, na pili, moyo wangu hauna jambo lolote, hauna kinyongo kuhusu Waislam. Hata Abu Dujana akawawa shahidi katika vita ya Yamama. Musailima Kazab akidai utume wa uongo akaamua kuishambulia Madina. Hata Abu Abakar kwa ajili ya kupigana naye akatuma jeshi katika mwaka wa 12 Hijria. Abu Dujana alikuwa sehemu ya jeshi lile. Abu Dujana akaonyesha ushujaa mkubwa na akapata bahati ya kuuawa shahidi katika vita hiyo. Banu Hunayfa, kabila la zamani la Kiarab ambalo sehemu yake kubwa ikiwa chini ya uongozi wa Musailima Kazab ilikuwa imeasi dhidi ya Madina, ilikuwa na bustani yake katika eneo la Yamama. Nao wakijificha ndani ya bustani walikuwa wakipigana vita na Waislamu. Waislamu walikuwa hawapati nafasi ya kuingia ndani. Abu Dujana akasema kwamba nitupeni ndani ya bustani. Waislamu wakafanya hivyo, lakini alipoanguka upande wa pili mguu wake mmoja ukavunjika, lakini hata hivyo akaendelea kupigana nao na Waislamu wakaingia ndani.
abu dujana katika mauaji ya musalma kazab alikuwepo pamoja na abdullah bin zaid na washi bin harb, na siku ya mama akauawa shahidi. Sawa na riwaya moja akauawa katika vita ya Siffin, lakini riwaya hiyo ni dhaifu. Hasa riwaya ya kwanza ni sahihi zaidi, na nimekwisha eleza habari hiyo, lakini naeleza tena habari inayohusika na abu dujana. Hasa abu dujana alikuwa ansari, alisilimu kabla ya mtume saa salam kuhamia Madina. Alikuwa mkazi wa Madina. Alikuwa na bahati kwamba alishiriki katika vita ya Badr pamoja na mtume saa salam na akaonyesha ushujaa wake. Pia akashiriki katika vita ya Uhud, na pale hali ya vita ilipobadilika na waislamu wakashambuliwa na makafiri kutoka nyuma na hali ya vita ikabadilika, maswahaba walikuwa wamebaki karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Dujana alikuwa mmoja wao, na katika kumlinda mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amejeruhiwa vibaya, lakini licha ya kupata majeraha makali hakulegea. Safari moja alipokuwa anaumwa akamwambia rafiki yake, huenda matendo yangu mawili yapokelewe na Allah. Moja, sisemi jambo la kipuuzi, na pili, siwasingizii watu na sina kinyongo kuhusu mtu yeyote. Hapo habari zake zimekwisha. Sasa nitawazungumzia baadhi ya marehemu na nitasalisha sala ya jeneza. Mtu wa kwanza ni shahidi ambaye siku za nyuma alikuwa ameuawa shahidi, aitwaye mheshimiwa Mahbub Khan saheb ibn Sayyid Jalal saheb, wilaya Peshawar. Tarehe 8 Novemba 2020 asubuhi saa 2 katika kijiji cha Sheikh Muhammad alikuwa akiuawa na wapinzani wa Jamaat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sawa na taarifa, tarehe 6 Novemba Mahbub Khan saheb alikwenda kuonana na mjukuu wake ambaye anaishi katika kijiji cha Sheikh Muhammadi. Novemba 8 kwa ajili ya kurejea akatoka nje ya nyumba na kufika kwenye kituo cha mabasi, ndipo watu wasiojulikana wakampiga risasi kutoka nyuma, naye akapata risasi juu ya kichwa chake, na kutokana na kupigwa na risasi akafariki papo hapo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baada ya kumshambulia mtu yule akakimbia. Baada ya tukio hilo mtu huyo akakimbia, na shahidi alikuwa na umri wa miaka 80. 2002 marehemu baada ya kustaafu kutoka idara ya Public Health Engineering Department akiwa afisa superintendent alikuwa anapata pension. Baba yake Sayyid Jalal sahib alikuwa amejiunga na Jamaat mwaka 1930. Marehemu alikuwa mwanajumuiya wa kuzaliwa. Marehemu alikuwa na sifa chungu nzima. Alikuwa akisali tahajjud, mwema, mkarimu, mwenye huruma. Alikuwa na shauku ya kufanya tabligh, na kila alipokuwa akiambiwa kwamba kwa sababu ya upinzani uwe makini, alikuwa anasema kwamba muda huu ni muda wa kutangulia mbele ya Allah, hivyo nikipata shahada hiyo itakuwa bahati yangu. Tamanio lake likapata kutimia. Mke wa marehemu Bi Miraj sahiba ana bahati kwamba baba yake Muhammad Said na baba yake mdogo Bashir Ahmad mwaka 1966 walikuwa wameuawa shahidi, na sasa mume wake amepata bahati hiyo. Hivyo Bi Miraj ni binti ya shahid na mpwa wa shahid na mke wa shahid. Marehemu ameacha nyuma yake mke Bi Miraj sahiba na wana wawili, Munawar sahib na Fazl Ahmad sahib. Alikuwa na mabinti wawili, Zakia na Wahida, na wajukuu mbalimbali. Mwana wake mdogo amefanya PhD katika microbiology na yupo Australia. Mwingine yupo Ujerumani, Fazl Ahmad sahib, naye pia ni msomi, ana shahada ya uzamili katika Kiingereza. Mwana wake Munawar Khan sahib anasema, baba yangu alikuwa mpatanishi mkubwa
wa mambo mbalimbali ya maeneo yake, na kwa ajili ya kustawisha amani alikuwa akijitolea sana. Muda wote alikuwa tayari kwa ajili ya kuwasaidia wanyonge na maskini. Watu kwa ajili ya mahitaji yao mbalimbali walikuwa wakija kwake, na baba yetu muda wote alikuwa akiwasaidia kwa hali na mali. Alikuwa mnyenyekevu, mkimya na mwenye tabia njema, mwenye kufanya subira nyingi na kuwajali wengine, na kwa ajili ya kuwasaidia muda wote alikuwa tayari. Mungu amnyanyue katika daraja zake na awajalie wanafamilia wake waweze kuendeleza mema yake. jeneza ya pili ni ya Fakhr Ahmad Farooq Saheb, murabbi silsila Pakistan. Mosi Novemba 2020 saa 12:15 jioni, akiwa na mtoto wake Ihtisham Abdullah akapata ajali ya barabara alipokuwa akitoka Ahmednagar, na katika ajali ile wote wawili wamefariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ajali ilikuwa mbaya sana, hivyo wote wakafariki papo hapo. Fakhr Saheb alikuwa musi. Mwaka 1968 baba yake aitwaye Bwana Saifur Rahman alikuwa amejiunga na Jamaat, na katika familia yake alikuwa mwanajumuiya wa kwanza. Marehemu Mbashiri mwaka 1996 akamaliza masomo ya Jamia Ahmadi Rabwa, na katika maeneo mbalimbali ya Pakistan akaitumikia Jamaat. Kisha akapelekwa Ivory Coast, Afrika Magharibi. Kisha tangu miaka 8 alikuwa akiitumikia Jamaat katika Ahmednagar. Alikuwa amemoa Bi Tahira Fakhr Sahiba ambaye ni binti wa Ali Asghar Sahib. Marehemu alikuwa na mabinti 4 na mtoto mmoja wa kiume, Ihtisham Abdullah, ambaye katika ajali hiyo amefariki dunia vile vile. Sasa waliobaki nyuma ni mke wake na mabinti 4 na mama yake mzazi na ndugu zake wengine. Mabinti zake ni Wajiha, Amat Subu, Khafia Fakhr, Sabrin Fakhr na Mehrin Fakhr. Mke wa Bwana Fakhr Saheb anasema kwamba mimi nilipoolewa na Murabi Saheb, wakati ule Murabi Saheb alikuwa anaitumikia Jamaat katika kijiji cha Khushab. Mimi nilipofika huko, mume wangu akanifahamisha kuhusu wajibu mbalimbali wa dini. Akanifahamisha, akaniambia kwamba sasa baada ya kuolewa na Mbashiri, wewe pia umekuwa wakfu, hivyo ya kupasa kushiriki ipasavyo katika shughuli za Jamaat. Kisha akapata uhamisho kwenda Bedin. Murabi Saheb akatangulia, kisha nikamfuata. Baada ya muda mfupi, siku nilipofika huko, ijapokuwa nilikuwa nimemwambia kuhusu safari yangu, lakini nilipofika huko nikamkuta Murabi Saheb hayupo kule. Nikaendelea kukaa juani. Baadaye kutoka misikitini nikapata kujua kwamba mke wa mwalimu fulani ni mgonjwa, hivyo Murabi Saheb ameenda kumtolea damu. Aliporejea nikamuuliza nikisema kwamba nimeshinda juani kwa mchana kutwa na wewe umekuja ilhali ulikuwa unajua kwamba leo nakuja. Akasema kwamba hata kazi ile pia ni muhimu, hivyo yatupasa kujitolea. Alipoenda Ivory Coast akafanya shughuli nyingi za kujitolea pamoja na shughuli za dini, na katika huduma hizi zote muda wote akatanguliza dini juu ya dunia. Mke wake anasema safari moja nikaugua, nilikuwa mjamzito. Murabi Saheb alikuwa ameenda kushiriki katika kambi ya kutolea huduma ya matibabu. Daktari akasema kwamba hali yangu si nzuri, lakini Murabi Saheb akasema kwamba Allah atakujalia fadhili zake na hutapata shida, na akaenda tu kwa ajili ya dini. Ilmuradi Murabi Saheb katika kila jambo alikuwa anatanguliza dini. Alikuwa mkarimu na mwenye kuwahudumia watu, na alikuwa mwenye kuwapenda wote.
alikuwa na uhusiano wa kiurafiki na watoto wake na alikuwa akipatanisha masuala yote kwa uzuri, hata kama yawe ya dini au ya dunia, na alikuwa akiwafahamisha watoto kwamba nyinyi ni watoto wa yule alitoa maisha wakfu, hivyo mnapaswa kuitanguliza dini juu ya dunia yenu na muoneshe mifano mizuri. Wasif Saheb, mbashiri wa Ivory Coast, anasema kwamba Fakhr Saheb akiwa mbashiri alikuja Ivory Coast. Alikuwa na tabia njema sana, alikuwa akiongea kwa mapenzi na maongezi yake yalikuwa yakiwavutia watu. Kwa miaka 5 katika mkoa wa Ome akaitumikia Jamaat, na kwa sababu ya hulka zake kila mkubwa na mdogo alikuwa akimsifu na alikuwa anajenga mahusiano pamoja naye. Kwa ajili ya jalsa salana, wakati mwingine alikuwa anawapatia wanajumuiya wanyonge maskini nauli kutoka mfuko wake, na katika zama yake mkoa wake ulikuwa unapata namba 1 katika idadi ya washiriki wa jalsa salana. Mwalimu bwana Samaro Harun anasema kwamba kwa miaka 2.5 nikafanya kazi pamoja na Mrabi Saheb. Marehemu alikuwa ananijali sana kama niwe ndugu yake. Marehemu alikuwa na tabia ya kufanya bidii na kujituma katika kazi yake. Katika shughuli zote za tabligh na zingine za kukusanya michango na jalsa salana alikuwa anafanya juhudi kubwa, na alikuwa anapenda kufikisha ujumbe wa Jamaat katika vijiji vyote. Mwenyezi Mungu amnyanyue marehemu katika daraja na awe mlinzi wa mabinti zake na mke wake, na awaipushie shida zote katika siku za usoni. Jeneza ya 3 ni ya mtoto wa Mrabi Saheb aitwaye Ihtisham Ahmad Abdullah. Kama nisemavyo, katika ajali hiyo yeye pia alifariki pamoja na baba yake. Alikuwa kwa fadhila ya Allah alikuwa katika mpango wa wakfe nao, na alikuwa mwanafunzi wa form 5 siku hizi. Alikuwa si musi, lakini alikuwa amejaza fomu ya wasia. Huzur amesema kwamba idara ya wasia inaweza kuishughulikia kesi yake ikiwa alikuwa amejaza fomu. Mama yake anasema kwamba mwanangu alikuwa na sifa nyingi, alikuwa mwema, mtiifu na msikivu, na alikuwa wakfe nao mwenye kuswali sala zote. Alikuwa akitii na kufuata amri zote za Zaim Saifullah Mullah Ahmad. Siku ile pia alikuwa amejitolea misikitini kama kuulinda misikiti. Siku ile alipofariki dunia, Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu na amnyanyue katika daraja. Jeneza inayofuata ni ya mheshimiwa Daktari Abdul Karim Saheb Ibn Mia Abdul Latif Saheb Rabwa, ambaye alikuwa amestaafu kama mshauri wa mambo ya uchumi wa benki kuu ya Pakistan. Tarehe 14 Septemba 2020 akiwa na umri wa miaka 92 akafariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mjukuu wa sahaba wa Masihi Maud aitwaye Maulvi Muhammad Ali Saheb. Alikuwa mwanafunzi wa awamu ya kwanza ya Talimul Islam College Qadian. Baada ya uhuru kutokea college ilipohamia Lahore, yeye akiwa mwanafunzi wa college hiyo akapata shahada ya uzamili kutoka chuo cha Punjab. Wakati ule huyo alikuwa peke yake kama mwanafunzi wa Talimul Islam College. Baadaye akapata scholarship kutoka benki kuu na akaenda chuo cha George Washington Marekani, ambapo akapata shahada ya uzamivu. Katika zama ile pamoja na masomo yake akaendelea kushiriki katika shughuli za tabligh katika misikiti wa Fazl. Marehemu alikuwa akipenda sana nchi yake, ndiyo maana katika utumishi wake licha ya kufanya kazi pamoja na idara kubwa za kimataifa kama vile benki kuu ya dunia, akapendelea kuishi Pakistan. Kwa muda mrefu akafanya kazi katika benki kuu ya nchi na akastaafu akiwa na cheo cha mshauri wake. Katika utumishi wake akafanya kazi pamoja na IMF na Asian Development Bank. Katika wizara ya fedha akafanya kazi na bajeti ya nchi pia ikaandaliwa chini ya uongozi wake. Kisha kwa miaka 2 akatumwa na IMF katika nchi ya Sudan mjini Khartoum
kwa ajili ya kuisaidia serikali yake. Baada ya kustaafu kutoka State Bank akaishi Rabwa. Hivyo katika mambo mbalimbali ya kiuchumi alikuwa akitoa ushauri. Alikuwa mjumbe wa kamati ya kushauriana juu ya mambo hayo. Alikuwa akitoa rai nzuri, na juu ya mada hiyo alikuwa anaandika makala mbalimbali. Pia akafanya uchunguzi mzuri juu ya mada hii ya kiuchumi, na alikuwa anatafuta utatuzi mzuri. Akaandika vitabu kadhaa ambavyo ni mambo ya msingi ya Islam, falsafa ya Islam na kanuni za uchumi ni katika lugha ya Kiingereza. Uharamu wa riba ni Kiurdu na husule rizq pia ni Kiurdu. Mwaka 1989 baada ya kustaafu kutokana na mwito wa Khalifa wa 4, akaenda kujitolea kufundisha katika chuo cha Tashkent kwa miezi 6. Akatoa mafunzo. Kisha Khalifa wa 4 alikuwa ameunda kamati moja iliyokuwa ikishughulikia mambo ya riba na mambo ya rehani, na kulikuwa na kamati yake ndogo. Kulikuwa na kamati ndogo iliyokuwa chini yake. Marehemu alikuwa mjumbe wake. Mimi pia nimefanya kazi pamoja naye kwa muda, na kama nisemavyo, marehemu alikuwa akitoa rai nzito na alikuwa anatoa rai kwa hoja na dalili. Amenitumia makala mbalimbali kuhusu nizamu ya riba na makala zake ni nzuri. Inshallah tutaangalia zaidi na nizamu itakayoletwa dhidi ya nizamu ya riba katika siku za usoni. Huenda rai zake na maoni yake pia yajumuishwe ndani yake. Allah anyanyue daraja za marehemu na awajalie watoto wake kwamba wafuate nyayo zake. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.